Familia ya mwanablogu ambaye pia ni mwalimu aliyeuawa katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, Albert Ojwang, sasa inamtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kujiuzulu ili kutoa nafasi ya uchunguzi wa kifo cha mpendwa wao. Akizungumza na NTV kwa njia ya kipekee, babake marehemu Meshak Ojwang amesema ni vyema Lagat kutiwa mbaroni kama mshukiwa mkuu wa mauaji hayo, huku akitaja kukamatwa kwa maafisa wadogo kwa kituo cha Central kama mbinu ya kutaka kumlinda mshukiwa mkuu. Mwanahabari wetu Geoffrey Nyongesa ameandaa taarifa hii ambayo imetiwa sauti na Zainab Ismail. Bwana Lagat, wewe ni mzazi, umezaa. Sijui kama una watoto wangapi. Kiswahili kinasema ajuae uchungu wa mtoto ni mzazi. Laiti kama huyu mtoto ambaye ameuawa kinyama akiteseka kwa madhara ya maumivu na majeraha bila kupata msaada wa kusaidiwa, angekuwa mtoto wako. Ujumbe huu wa Meshak Ojwang ni ishara tosha ya uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Uchungu huo wa mzazi, hata kama ni namna gani, hebu ubebe huo uchungu wa mzazi. Ujumbe mzito wa kuashiria machungu familia hii inapitia tangu kufariki kwa mpendwa wao Albert Ojwang kwenye seli za kituo cha Central Nairobi. Kifo cha Albert kwa familia hii ni pengo kubwa na itachukua miaka na mikaka kuliziba. Good morning, sir. Morning. Ready for inspection, sir. Familia sasa inamtaka naibu inspekta jenerali Eliud Lagat kujiuzulu mara moja, sawa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Ningeomba kama mzazi, ikiwa Wakenya pia wananisikia, huyu bwana Lagat angewekwa ndani, aingizwe ndani korokoroni, kama vile nasikia wale wenzake maafisa wa polisi walivyoingizwa ndani korokoroni. Kwa sababu nchi yetu ya Kenya ni nchi ambayo inaongozwa na sheria. Hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Na ikiwa kuna uchunguzi unafanywa, kwa nini mwingine awe ofisini na yeye ndio mshukiwa kesi ambayo inahusu kijana aliyeuawa kinyama, inamgusa na ametajwa? Mbali na yeye, hata wale maaskari waliomchukua katika mahojiano wanaweza kusaidia, lakini hawezi kusaidia ikiwa wao wako ofisini, wako huru. Wanaweza kudhoofisha uchunguzi. Kwa nini wawe ofisini? Kwa nini waachiliwe? Mzee huyu ambaye amejawa na majonzi ya mwanawe anamtaka Eliud Kipkoech Lagat kujitokeza mbele ya Wakenya na kueleza bayana ni kipi Albert alikosa hadi adhabu yake kuwa kifo mikononi mwa wanaopaswa kumlinda. Albert hana msichana mbele wala nyuma yake. Hakuna kijana pia mbele yake wala nyuma yake. Ni yeye mmoja. Ni yeye mmoja. Na kwa kifo chake, Bwana Lagat amenimaliza. Uchungu huo wa mzazi, hata kama ni namna gani, hebu ubebe huo uchungu wa mzazi, hebu weka kama mtoto wako. Ndiye amekuwa anafanywa vile ambavyo umemfanya mtoto wangu. Ungekuwa unasikia vipi? Na kama si wewe, jitokeze ueleze ulimwengu kwa nini uliagiza kuchukua mtoto wangu na kwa nini amekufa. Kulingana na Meshak, kukamatwa kwa samaki wadogo kituoni Central ni kinaya cha kutaka kufunika maovu ya mshukiwa mkuu. Nimeona wengine wadogo, maafisa wa polisi wadogo wakiwekwa ndani, hata OCS akiwekwa ndani. Ni vizuri, lakini haijaridhisha. Mimi nimenena hapo awali kwamba hizo naona ni kama sarakasi. Sisi ni watu wazima
na tunajua ukweli uko wapi na unalenga wapi. Sijaona ikiwa haki mtoto wangu ametendewa. Sijaona. Let's speak about this so that it doesn't have to happen to anybody else, because it's sad. It's sad. It's so sad losing somebody in a way that doesn't. I just hope that everybody will come out and help us fight for justice. Huku uchunguzi wa mauaji tatanishi ya Albert Ojwang ukiendelea, yanayosalia ni maswali mengi bila majibu, huku familia hii ikitarajia mwisho wa matukio yanayoshuhudiwa utakuwa ni haki.